Tasha, wewe usijifanya master plan. Sasa wacha nikuonyeshe kuwa mimi ni master plan zaidi yako. Amanda, umeshaingia kwenye 18 zangu. Tasha, ni muda wako sasa wa kuteseka. Utalia na kusaga meno. Njiwa wako Amanda ameshanasa kwenye mtego wangu. Mimi ni mwanasheria. Na sio mwanasheria uchora kama hao wa mtaani wa business law. Mimi ni mwanasheria mkubwa sana hapa nchini. Na maanisha na deal na kesi kubwa kama criminal cases na kesi za uhaini. Na hapo unavyoniona mpaka kufikia hapa leo hii, nimeshadeal na kesi nyingi sana. Nimepambana na kesi 96 na zote nimezishinda. Na kwa bahati mbaya au nzuri, kesi ya 97 nilisingizwa mimi mwenyewe, ila cha ajabu zaidi, nilishinda kwa kishindo. Najua unajiuliza maswali mengi sana kwa nini nakuambia yote haya. Nakuambia yote haya kwa sababu wewe ni mtu ambaye nakufahamu. Sijakurupuka kuambia yote haya. Na nimefuatilia na nimegundua kuwa wewe ni miongoni mwa undergraduates wanaohitimu mwaka huu. Kwa hiyo nimejitolea kwa moyo mmoja kukusaidia kwenye masomo yako ili utimize ndoto zako. Kwa sababu nimegundua kuwa una weakness nyingi sana. Na ili utimize ndoto zako unahitaji mwalimu bora na mwalimu kiongozi akusimamie vizuri ipasavyo ili umalize kwa high class. Kweli? Nitakushukuru sana Mr. Robert. Hakuna haja kunishukuru, maana anayepaswa kushukuriwa ni Mwenyezi Mungu pekee na sio mimi. Maana Mwenyezi Mungu ndo amenipa uwezo na upeo huu wa kuwa mwanasheria. Na sitoishia hapo tu. Nina special gift kwa ajili yako. Gifti? Which? Naomba usinifikirie vibaya. Ila najua kwa baba yako amesingiziwa na kuhukumiwa kesi ambayo hana hatia. Wewe. Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini vyangu? Alikosea nini kakaangu kufikia hatua hii? Kwa nini? Ni kosa gani kubwa leo kutendea kakaangu? Ina maana ni kweli yale maneno yote niliyokuwa nikiyasikia akizungumza yule mwanamke, kumbe ana ukweli? Iko wazi sasa. Leo uko na Tasha, lakini sielewi ni kitu gani kikubwa kakangu alichokukosea. Leo nilikuwa nikikuuliza ni kitu gani kikubwa kimechomkuta kakangu, ulikuwa kuniambia ujui. Kumbe unajua ukweli wote. Yaani kumbe wewe na mwenzio ndio mmeshirikiana kumwekea madawa kakaangu. Amewakosea nini? Ni kosa gani kubwa aliyowatendea? Nisikilize nikwambie kitu ifi yangu. Wewe ni mwanamke kama mimi. Lililonikuta mimi hata wewe linaweza kukukuta muda wote ule. Kai amekuwa akinisaliti kwa muda mrefu. Yule mwanamke uliyomkuta kule anaitwa Zawadi. Amekuwa ni mchepuko wa Kai kwa muda mrefu sana.
na nimekuwa nikiongea na Kai, hakuwahi kubadilika hata siku moja. Na mimi kwenye hali isiyokuwa ya kawaida nikajikuta na msaliti Kai na ninatoka na Tasha. Kwa hiyo mimi nimejitolea kwa moyo mmoja kuisimamia hiyo kesi. Na maanisha nitakuwa defendant kwenye hiyo kesi. Umesema kwamba unataka kumsaidia babangu? Yeah. Kaka, unasema kweli? Ninasema ukweli na nakuahidi nitasimamia hiyo kesi kwa uweledi kabisa na nitahakikisha haki lazima itendeke. Kweli? Yeah. Utamsaidia babangu? Kaka, asante sana. Nasi wewe ni malaika ambaye umeshushwa kwenye maisha yangu kuja kumsaidia babangu. Yaani siamini haya yote yanayotokea. Yaani hapo unavyoniona nimesomea sheria ili nije nimsaidie babangu. Kaka, asante sana. Kama uliweza kusimamia hizo kesi 96, naamini na babangu utamsaidia. Mwenyezi Mungu akushusha kwa ajili yangu. Asante sana kakaangu. Amanda, please. Naomba usipige magoti. Kama nilivyokuambia, nipaswa kupigwa magoti Mwenyezi Mungu pekee. Na mimi nimekuja kama mwangaza kwenye maisha yako. Nimekuja kwa ajili ya kukusaidia. Nimekuja kwa ajili ya kuikomboa familia yako. So please, trust me. Asante sana kakaangu. Sijui hata nitakulipa kwa nini. Mimi nakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Kaka, asante sana kakaangu. Yaani hata sijui hata nikulipe nini. Kwa kumsaidia babangu, nitakupatia kitu chochote kile unachotaka. Ili mradi babangu atoke jela. Napambana kwa ajili yake, napambana kwenye masomo, nasomea wanasheria ili nimsaidie babangu. Kaka, nitakupa kitu chochote kile unachotaka. Ili nimsaidie babangu. Tasha, wewe ulijifanya master plan. Sasa wacha nikuonyeshe kwa mimi ni master plan zaidi yako. Amanda, umeshaingia kwenye 18 zangu. Tasha, ni muda wako sasa wa kuteseka. Utalia na kusaga meno. Njiwa wako Amanda ameshanasa kwenye mtego wangu. Ni nani itakuwa amenipiga picha nikiwa na Amanda? Huyu mtu ni nani mwenye uthubutu huu? Amanda. Nakupenda Amanda. Huyu lazima atakuwa Lulu. Kama alithubutu kunirekodi video nikiwa naweweseka usiku nimelala, basi ashindwe kunitumia mtu akuja kunipiga picha nikiwa nipo na Amanda. Lazima ni deal na Lulu. Labda nikwambie kitu kimoja tu Zawadi. Yaani wale mpaka dakika hii tushawaweza. Kuhusu taarifa za Amanda, mimi nazifahamu juu tu. Ila kumjua ile kwa taswira yake ya sura simfahamu. Na Amanda ninachojua mimi ni mwanamke ambaye anasomeshwa na Tasha. Yupo zake huko chuo. Naona vizuri. Mimi Amanda namjua kwa kawaida tu. Ila nafanya juu chini mradi nipate kumjua. Na nikishamjua huyo Amanda, hapo ndo pesa ilipo. Kwa maana Tasha
hataki mtu yote yule afahamu kama yeye kuna uhusiano na Amanda. Na wakati huo huo Lisa anataka kumfahamu Amanda kwa sababu Amanda amemchukulia mwanaume wake na Lisa anataka kurudi katika mahusiano wake ili mradi tu kulinda penzi lake vizuri. Natumani utakuwa umenielewa. Vizuri sana Dibwe. Na ukifanikisha kufanya hiyo kazi, sio kwamba mimi nataka kumjua Amanda kwa sababu ya pesa tu. Hapana. Ila mimi nataka nimjue Amanda ili mradi nimtoe kwa Tasha. Na nikifanikisha kumjua Amanda, ndo utakuwa wakati wangu sahihi mimi kuenjoy mapenzi yangu na Tasha. Ni hiko tu. Sasa tunazungumza nini? Yaani mimi nakaa na wewe hapa tunazungumza vitu vya maana, unamzungumzia Tasha. Tasha anakupa nini wewe? Yaani Tasha ana thamani kubwa sana kuliko mimi, si ndivyo? Mtu wenyewe yupo tu kama tukunye maeleweki. Yaani ukae bado mimi hapo mtu nakupa madili, nakupa vitu vya maana, unamzungumzia Tasha. Lakini Dibwe, mimi na wewe tulishakubaliana. Yaani tulikubaliana mimi na wewe tupo kwa ajili ya deal. Sio kwa ajili ya mapenzi. Na hata hivyo nikiwa karibu na Tasha, nikiwa kwenye mahusiano naye, sio kwamba wewe ukinihitaji ndo nitakuwa sikupi. Nitakuwa nakutunuku tu mara moja moja. Au unasemaje? Ndio maana nakupendaga sana katoto kajinga. Na wenga wakukosea waliposema ndege wafananao oroka pamoja. Ndio maana mimi na wewe tunaendana sana. Tasha, ina maana hujafurahia uwepo wangu? Usiniambie bado namwaza Amanda. Lulu, naomba uniambie ukweli, unapata faida gani kwa haya yote ambayo unayafanya? Yaani unapata faida gani kutuma watu waje wanipiga mimi picha nikiwa nipo na Amanda? Haya sasa, umemjua Amanda. Baada ya kumjua Amanda, anaambia unanufaika na nini? Sasa nisikilize wewe mwanamke. Kuanzia sasa hivi hapa ninavyozungumza na wewe, mimi na wewe basi. Tasha, ina maana akilini mwako ndo amekaa Amanda kiasi hiko? Ina maana unaniambia kwamba hunipendi tena, si ndio? Sikiliza nikwambie Tasha. Mimi siwezi kuachana na wewe. Tasha, wewe hamwezi kuwa na furaha na wewe Amanda wako. Hamwezi kuwa na furaha afu mimi niendelee kuteseka. Na kuahidi, wewe Amanda wako hawezi kuipata amani. Yaani mimi mmenivuruga mwili wangu, alafu nataka kuwa na Amanda. Na kuahidi Tasha, Amanda hawezi kuipata furaha katika dunia hii. Hawezi kuipata furaha. Madam, hii hali inasikitisha sana. Sikutegemea kabisa kama utamwacha Kai akizurura mwenyewe mitaani. Na unajua kabisa Kai yupo chini ya uangalizi. Nishakwambia hilo. Sasa inakuaje mnamwacha Kai anazurura peke yake mwenyewe pasipokuwa na mtu yoyote? Kweli madam? Dr. Samani, umemwona mume wangu anazurura barabarani? Naomba unipeleke ni wapi alipo mume wangu nikamchukue. Mnafiki mkubwa wewe. Hivi, leo ndo unajifanya kuwa una uchungu na mume wako? Wifi, Kai ni mume wangu. Ni lazima niwe na uchungu naye. Ungekuwa na uchungu na mume wako, isingefikia hatua ya kwenda kumsaliti. Hivi, eti unajiita mwanamke. Hivi katika wanawake bora, na unaweza ukatoka kuwa katika mwanamke bora wewe? Nadhani ulikuwa Lispa, mnyamaza wewe. Siwezi nikanyamaza. Kwani utaniambia kitu gani ili nikuelewe wewe? Nisikilize wewe, ni maneno gani unaongea? Nimekwambia siwezi kukusikiliza. Oye dada, subiri. Hebu keleleni jamani. Huu sio muda kulumbana. Hebu twendeni kamwangalia alipo Kai. Twendeni.
Tasha, leo unanipiga mimi kwa sababu ya Amanda. Yaani sio tu kukupiga, hata ikibidi kukufinyanga, yani niko tayari. Pumbavu. Wewe, mtu yoyote ambaye atathubutu kunyanyua kinywa chake na kumwangalia ubaya wote Amanda, huyo kwangu mimi ni adui. Yaani huyo nitapigana naye vita mimi mwenyewe. Yaani unakaa unajinasibu kabisa kwamba utamfanya kitu kibaya Amanda. Kivipi? Kivipi yani Amanda afanywe kitu kibaya? Labda mimi nitoweke duniani, ndipo hapo mtu atathubutu kumgusa Amanda. Lakini kama mimi nipo katika dunia hii, hakuna mtu yoyote anaweza kumgusa Amanda wangu. Sasa isikilize. Wewe ukilala Amanda, ukiamka Amanda, ukizungumza na mimi maneno mawili Amanda. Nakuahidi Tasha, nakuahidi huyo Amanda wako, nakupa siku chache, lazima nimfanye kitu kibaya. Lulu, hiko kitu ambacho unataka kukifanya wewe ni sasa kumshika sharubu simba mwenye njaa. Lulu, nakuapia ukithubutu kumgusa Amanda, Lulu, kitu ambacho nitakacho kufanya ni kitu ambacho hujawahi kufanywa kwenye dunia hii toka umezaliwa. Alafu wewe Lulu, usijizime data. Usitaka kujiona wewe ni mwenda wazimu, unajua? Mimi nishakwambia siku nyingi, mimi na wewe hatujawahi kuwa na mahusiano. Yaani Mungu aliye juu ni shahidi, anajua kila kitu kwamba mimi na wewe Lulu hatukuwahi kupendana hata siku moja. Wewe ulikuja hapa katika chumba changu na ukasema kwamba unaogopa mende. Kwa sababu mmekaa na wenzako kwa pumbavu wale watatu, mkaanza kujadiliana mkasema kwamba Tasha jogoa pande mtungi. Kwa wewe ukatuma kama chambo uje unijaribu kwamba ni kweli au si kweli. Kwa mimi na wewe hatukuwahi kuwa na mahusiano, hatukuwahi kuwa na mapenzi, sikuwahi kukupenda na hatukuwahi kupendana. Kwa nisikize kwa makini wewe. Mimi na wewe sio wapenzi. Hatukuwahi kuwa na mahusiano Lulu, kwa nini unataka kunielewa? Sasa nisikilize. Na kuapia kwa Mungu, Lulu, ukithubutu hata kumgusa Amanda wangu ukope. Lulu, kitu ambacho nitakacho kufanya wewe mwanamke, yani Dada. Dadangu, nikumititana dada. Bo umekuja dada, unileta lambamba. Dada, muona wote marafiki zangu, angalia. Marafiki zangu hao. Dada, nilikumisi sana kwa kweli dadangu. Nenda mimi naogopa dadangu. Hivi ni nani asiyejua kama wewe unashirikiana na huyo mchepuko wako kumwekea madamu mumeo, ili mradi tu achanganyikiwe mpate kuenjoy mpenzi lako na Tasha? Nani ambaye ajui? Na mimi kwenye hali isiyokuwa ya kawaida nikajikuta na msaliti Kai na ninatoka na Tasha. Utuleka hospitalini dada. Amekuja kufanya nini sasa hapa dada? Ninamuogopa bwana, anachoma sindano. Mwambie aondoke. Tena mwambie aondoke, anachoma sindano. Akuchomi Kai. Anachoma wapi dada? Sura yake tu yenyewe inanitisha. Ninamuogopa. Amani kuchukua dada. Ondoka. Dokta ondoka. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana.
ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama